Wito huo ameutoa wakati akifungua tamasha la uimbaji ikiwa ni siku ya Cantate Domino Kichuo lililoandaliwa na usharika wa TUMA na kufanyika katika ukumbi wa chuo hicho kilichopo mkoani Arusha, ambapo amesema kupitia kusanyiko hilo la uimbaji fursa mbalimbali zinajitokeza. Cantate Domino Canticum Novum, maana yake mwimbieni Bwana wimbo mpya, kama ilivyo katika Zaburi ya 98:1. Siku ya leo ni ya kumwimbia Mungu na tunaimba katika vikundi mbalimbali. Nyimbo pia zimetumika kutuhubiria sisi wenyewe, lakini kuwahubiria wengine. Kwaya zinatuwezesha tuwe na nidhamu hata ya kufika kanisani, pia hata ya kufikia malengo yetu. Kwenye kwaya watu wameweza pia kuwa na connection za mambo mbalimbali, fursa mbalimbali, biashara mbalimbali, na pia kanisani kumekuwa ni mahali pa mtu kujifunza kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Aidha, amesema chuo hicho kimejikita katika kuwajengea wanafunzi misingi bora ya maadili yenye hofu ya Mungu, huku mchungaji kiongozi wa usharika wa TUMA akieleza lengo la tamasha hilo la Cantate Domino Kichuo. Kwaya zote hizi tunajua mnaishi na majirani, mna watoto wamesoma, tunaomba muwapelekee ujumbe waje Makumira. Kama mnavyoona chuo chetu kinaheshimu, kinamwogopa Mungu. Kwa hiyo hata maandalizi ya vijana hapa tunawaandaa katika hali zote ili wamwogope Mungu, lakini ili waweze kutumika vizuri katika maisha yao, wawe na nidhamu ya maisha, waweze kupata utajiri wa maisha, uaminifu katika kazi, utajiri katika kipato, utajiri katika maisha mazima ya kumwogopa Mungu. Chuo pia kinamiliki taasisi inaitwa Makumira Training Institute ambacho kinatoa muziki katika ngazi ya astashahada hadi diploma. Lakini vyote hivyo ni mali ya kanisa. Kwa hiyo tunawaalika wote, na hasa wale wanaopenda kujifunza mambo ya muziki na muziki wa kanisa pia. Ni siku ambayo tumeunganisha matukio makuu mawili kuadhimisha kushuka kwa Roho Mtakatifu, lakini pia ni sikukuu ya Cantate Domino Kichuo. Lengo kuu la Cantate Domino katika usharika wetu wa Chuo Kikuu cha Tumaini Makumira ni kuwaleta pamoja watu na Wakristo tumwimbie Mungu pamoja, kwa sababu anatenda kwetu matendo makuu, hata kutondolea stress za maisha, maana tunapomwimbia Mungu ni sehemu ya uponyaji, ni sehemu ya ushirika, kwa sababu nakutana na watu mbalimbali, na pia ni sehemu ambapo kama wataalamu wa muziki wanasema kisaikolojia muziki ni tiba. Basi unamfanya mtu apate burudiko la moyo, asahau mambo mengine mengi, na pamoja na hayo, kwa sababu tunamwimbia Mungu mwenye tiba na uponyaji, basi tunampa imani yetu kwamba yeye ndiye anaweza kufanya yote katika maisha yetu. Mtheolojia Fionsensia Masawe na Baraka Tadeo wameeleza namna ambavyo tamasha hilo limeleta mshikamano baina ya kanisa na jamii. Huu tamaduni hatupasi kuuacha, kwa sababu tunavyoendelea kuhamasisha kuimba hizi nyimbo, pengine nyimbo za makabila na nyimbo mbalimbali, kwa kweli zinazidi kuamsha hari na hamu ya kuendelea kumtumikia Mungu na kumwimbia, kwa sababu kuimba nako tunahubiri. Tunapoendelea kuimba, tunalihubiri neno la Mungu, tunamtangaza Mungu kupitia nyimbo zetu. Kwa ndugu watazamaji, ni waombe kabisa tusiache kumwimbia Mungu siku zote za maisha yetu. Kilicho ni bariki sana ni vikundi vya utamaduni. Tumewaona Wasukuma, tumewaona Wamasai, tumewaona Wanyakyusa na Wachaga na wengine wengi. Hivyo vikundi vinatusaidia kujua kwamba kama Tanzania tunatakiwa kuishi kwa umoja na kwa wamoja kama kanisa linavyosisitiza. Kutoka katika ukumbi huu wa Chuo cha Tumaini Makumira kinachomilikiwa na Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania mkoani Arusha, mimi ni Elihuruma Chao.